Naitwa Patali Shida Patali, ndiye mbunge wa jimbo la Mbeya Vijijini. Nipo mbele yenu hapa kwa ajili ya kukamilisha ratiba ya ugawaji wa hizi kompyuta 84 kama walivyosema watangulizi wangu. Ni kwamba mradi huu ni mradi ambao tulianza kwanza kuutekeleza vichwani mwetu kama ndoto. Azma yangu kubwa hata kabla sijawa mbunge, matamanio niliyokuwa nayo ni kuiona Mbeya Vijijini inakuwa Mbeya Vijijini ya kidigitali. Mtakumbuka serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kuhakikisha masuala ya tehama yanapewa kipaumbele nchini. Na mtakumbuka kuna miradi mingi ambayo inaendeshwa katika maana mifumo ya kidigitali. Vivyo hivyo na sisi wasaidizi wake tunaunga jitihada hizi kwa kutafuta wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba mahala tulipo jimboni, lakini kwenye sehemu zote ambazo serikali imeweka azma kufanya tuendeshe shughuli zetu kidijitali, basi wadau wao wapatikane na miradi hii itekelezeke. Ni kupitia azma hiyo kama mbunge nimetafuta wadau na sasa tumeanza kutekeleza awamu ya kwanza, ambapo tumepata kompyuta hizi 84 ambazo tunaenda kuzigawa kwa shule 4, kila shule ipate kompyuta 20 pamoja na vitendanishi vingine vya kitehama. Tunatambua jimbo letu la Mbeya Vijijini lina shule nyingi, lakini tumesema ni awamu ya kwanza kwa sababu shule nufaika ni 4 tu. Ni shule ya sekondari ya Ilembo, shule ya sekondari ya Imezu, shule ya sekondari Songwe na shule ya sekondari Usongwe, mahala hapa ambapo hafla hii inafanyika. Ndugu zangu mliopo mahala hapa, mengi ya kitaalamu yamezungumzwa, lakini nizungumze machache. Mradi huu wa kuanzisha maabara za kidigitali kwa wanafunzi wetu, ukiacha kompyuta zenyewe kama vitendanishi viwezeshi vya kuwafanya wanafunzi wetu wasome vizuri na kwa urahisi zaidi, lakini moja ya jambo kubwa kwenye mradi huu ni kuwa ndani yake na vitabu vya ziada na kiada. Vitabu hivi vitasaidia, naamini vitasaidia walimu kuwarahisishia katika maana ya kuwafundisha watoto wetu. Mpango huu wa kusaidia kwenye eneo la kompyuta kweli inalenga kuimarisha elimu kwa watoto wetu, hasa kwenye eneo la kufundisha na kujifunzia, kwa kuwa mitambo iliyofika shuleni inamfanya mwanafunzi badala ya kwenda kwenye manual library sasa anakwenda kwenye digital library, na jambo ambalo ni jepesi na linawafanya kuwa ni watoto wa kisasa wanaokwenda sambamba na teknolojia ya sasa inavyotaka. Hivyo sisi tukushukuru sana na kukupongeza kwa kuwa ulianza programu hii wakati huu mchakato, na sasa leo hii unakwenda kutukabidhi rasmi ukiwa umesha hapa kama mbunge wa Mbeya Vijijini. Tunaamini na tuna imani kwamba huko tunakokwenda kuna mambo mengi mazuri, sisi watu wa idara ya elimu tutanufaika. Kama mnavyoona
Leo tupo wakuu wa shule 4 ambao tumenufaika. Lakini sambamba na sisi wapo wakuu wa shule wenzetu, shule za jirani. Kuna mkuu wa shule ya sekondari Msalala, kuna mkuu wa shule ya sekondari Juhudi Usongwe, kuna mkuu wa shule ya sekondari Mwashiwawala. Wote hawa na wengine ambao hawako hapa kwa sababu mbalimbali mitihani inaendelea huko. Nao walitamani na wangetamani kwamba programu hii ya kudigitalize elimu isambae iende mpaka kwenye maeneo yao huko walipo. Kwa sababu wanafunzi tunaowazalisha hawabaki kusoma vijijini tu ambako kompyuta hazipo. Tunawazalisha kutoka vijijini kule, wanaondoka wanakwenda mijini. Lakini kama unavyofahamu, serikali ya Mama Samia imewezesha karibu kila sehemu ya nchi, hata huko vijijini kuna umeme, wana smartphones. Kwa hiyo unapowezesha kuwapa kompyuta, tayari unawafanya kwamba waishi na ulimwengu kwenye viganja vyao. Kwa hiyo tunaamini kwamba nje na kwamba umeanza na kompyuta, lakini zipo changamoto mbalimbali ambazo tunazo huko. Tuna uchakavu wa madarasa, tuna uhitaji wa mabweni hasa kwa watoto wa kiume. Unajaribu kuangalia mpango wa halmashauri unaboresha elimu kwa mtoto wa kike. Jambo ambalo linatufanya sasa sisi wanaume tuanze tunatakiwa tufanywe affirmative action kwa sababu tunaachwa nyuma. Hivyo basi, kwa kuwa umeanza na elimu, tungetamani wewe kama mbunge wetu uje na falsafa ya kuhakikisha kwamba unajenga mabweni ya watoto wa kiume kwenye shule zote za kutwa za halmashauri. Na kama hautajenga, basi unaweza ukatafuta wadau kama ambavyo umefanya kwenye kompyuta hizi ambazo leo unakwenda kutukabidhi rasmi. Baada ya kusema hayo, tunakushukuru sana.